Habari kwa wakati mwingine tena, hizi ikiwa ni studio za Duka Huru zinazopatikana hapa Mikocheni B, na huu ni mwendelezo wa mada zetu zinazohusiana ama zinazodili na masuala mazima ya maendeleo. Maendeleo ya mtu binafsi, maendeleo ya taasisi, na katika maendeleo haya ni kwa jinsi gani unaweza ukapata maarifa na yakaweza kukusaidia kukubadilisha, kukutoa sehemu moja na kuweza kukupeleka wewe sehemu nyingine. Na hii leo nipo na kiongozi ama mwalimu. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya kifedha pamoja na ushauri wa maendeleo, Bwana Rodrick ama Mr. Rodrick. Na ikiwa leo ni siku nyingine tena tumekutana kwa ajili ya kuweza kukupa wewe kile kilichokuwepo bora katika kukuza ama kuendeleza ubongo wako, fikra zako, mawazo yako, pia kuyatoa katika utatuzi ili tuweze kuyatatua yaweze kuwa mazuri yenye kukuletea wewe tija vile vile. Karibu sana Mr. Rodrick. Asante sana Samson. Na hii ni siku nyingine tena tunakutana, na mimi ninapokutana na wewe watazamaji wetu wanaweza kupata vitu vingi sana ambavyo vinatija na vitu vingi sana ambavyo vinaweza kuwanufaisha wao. Yes. Leo tuna vingi sana ambavyo tunataka tuvizungumze ile. Ndio. Lakini leo tunataka moja kwa moja twende tukaangalie muonekano. Sijui naweza kusema muonekano. Ndio. Lakini kikubwa hasa tutakachokwenda kukizungumza ni package yako. Ama package mliokuwepo nayo. Ina sadifu content ndani yake, ama content yako inaelezea package yako pia vile vile. Na hapa katika hii package nataka tuangalie package ya personal kwanza. Mtu binafsi vile tunavyoweza kumuona kwa mara ya kwanza. Anavyotokea mbele ya yetu kwa mara ya kwanza, anatupa picha gani? Na je, picha tutakayotengeneza katika vichwa vyetu ndiyo sahihi ambayo atakayostahili ama atakayokuwa yeye tumemtengenezea katika kichwa chetu kwa uzuri wake, kwa muonekano wake wa kwanza ama la? Na hii inakuja kwa sababu ya kuna msemo unasema kitabu huwezi ukakijaji kitabu kwa ganda lake la nje. Never judge a book by its cover. Lakini kilichokuwepo ndani ya kile kitabu ndio kitakachoweza wewe kukupa taswira halisi ya kile kilichoweza kumaanishwa katika kile kitabu. Tuanzie hapo. Muonekano wa mtu unatoaje taswira ama uhalisia mbele ama machoni pa watu wengine? Nimekuja kugundua Samson kwamba tunasema huo msemo unasema never judge a book by its cover. Yes. Lakini kwa macho ya kawaida, kwa dunia yetu hii, watu wanakujaji by your cover. Yaani unavyoonekana mara ya kwanza. Mfano mimi jinsi nilivyovaa sasa hivi na wewe jinsi ulivyovaa, mtu akikutana na wewe anaweza akakuchukulia poa. Na ndio maana mara nyingi kwenye semina zetu nawaambia watu, mwambie jirani yako usinichukulie poa. Kwa sababu thamani haipo kwenye kila anachokiona. Thamani ipo ndani. Ndio maana nikaja na hilo somo la packaging versus content. Kwamba tunapokuona nje, je, nje na ndani vinashabiana, vinaendana? Kwamba jinsi ulivyojipackage, tukichukua chupa ya maji na kwa nje imetengenezwa vizuri, lakini sasa maji yaliyomo ni machafu. Au yana chumvi chumvi. Kwa hiyo packaging nzuri, lakini tukionja ile bidhaa ni mbaya sana. Au tunaweza tukachukua chupa, kwa nje ni chafu, lakini ndani kuna mafuta. Au tuseme labda olive oil au mafuta gani ambao ni bei ghali? Labda mafuta ya nini? Ya mnyonyo au mzaituni yani. Kwa hiyo kwa nje lichupa libaya, lakini ndani kuna mafuta ambayo yana thamani kubwa. Sasa kwa nini tunazungumzia packaging na content? Kwa sababu kuna watu ambao ukikutana nao watakujaji kwa nje na watakunyima kazi kwa sababu jinsi unavyoonekana, na watakufungia milango, hawatafungua milango kwa sababu jinsi unavyoonekana, kwa sababu ya packaging yako, yani ulivyotokea tu mbele yao. Kuna tasnia usipovaa kama wanavyotakiwa kuvaa. Mimi nimesoma sheria. Mwanasheria asipovaa suti,
shati ambayo ina rangi moja, tai sana sana nyeupe na tai, hatoeleweka mahakamani. Daktari asipovaa kama anavyotakiwa, hatutomuelewa kwamba huyo ni daktari. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo unatakiwa uvae kama inavyotakiwa, packaging yako inatakiwa hivyo hivyo, ni uvae uhusika, uvae uhusika. Ni sawa sawa wewe kwenda beach umevaa suti, alafu naingia nao ndani ya maji. Yani lazima watu wataanza kabla hawaja kuuliza chochote, wataanza kucheka, watasema huyu amepotea. Kwa sababu mazingira yale yanatakiwa ujipackage kwa namna fulani. Kwa hiyo tukizungumzia packaging kwa mtu mmoja au mtu binafsi, tunaweza tukazungumzia mavazi, usafi wako, jinsi unavyoonekana mbele za watu wengine. Kwa wanawake, akina mama ambao wanatusikiliza na akina dada wana advantage kubwa sana kwenye upande wa packaging, na wao wanakubalika haraka sana kwenye upande wa packaging kweli, lakini wanashindwa kutumia hiyo opportunity. Hawajui kwamba hiyo ni fursa, kwamba una catch attention. Kwenye masuala ya mauzo kuna formula moja inaitwa AIDA formula. Ile A ya kwanza ni attention. Ukiwa unataka kuuza kitu chochote au unatafuta soko, cha kwanza kamata attention ya watu. Sasa kwa wadada na akina mama hiyo Mungu ameshawapa bure automatic. Wanaume wachache ambao wana sura nzuri na nini, mara nyingi sisi unakuta sura haieleweki. Kwa unatakiwa ujipangilie sana. Kwa hiyo unatakiwa content yako iwe nzuri, kwamba akikupa dakika moja anasahau pake. Kuna kipindi kuna msanii mmoja hapa Bongo walikuwa wanasema ana mdomo mkubwa sijui na nini. Lakini sasa hivi mdomo wake hauonekani tena. Mdomo tena hauonekani. Wanaangalia content yake. Yaani content imezidi thamani ya packaging. Kwa hiyo hawaangalii tena mdomo wake. Na ananyosha. Napo ulivyosema katika upande wa wanawake, yes. Kwa wanawake ni kweli. Kwa sababu mwanamke kuna ni juzi hivi nadhani. Ndio. Kuna dada mmoja aliulizwa, mbona kichwani umeweka mzigo mkubwa sana wa nywele? Azikukeri? Mbona kama ni nzito? Na kimacho kiziangalia kweli unaona ni mzigo, hata kama yeye mwenyewe asiposema. Wewe mwenyewe unaona kweli ni mzigo. Alifikiria sana kumjibu yule mtu ile swali. Lakini mwisho wa siku akafikiria angalie ni kwa jinsi gani anaweza kumjibu. Akamwambia ni kweli huu ni mzigo na huu ni mzito. Ndio. Na umenikost a lot of money, lakini mimi nilichokitafuta hapa ni confidence. Yaani vile ninavyoonekana, mtu akiniona hii inaniongezea value mimi, na inanipa sana confidence. Na najiona ni mtu hata kama nisipotumia vitu vingi, sina hiki lakini hii iliyoweka hapo kwenye kichwa, packaging yangu inanisaidia sana. Yes. Mtu ni kupata wepesi na mimi mwenyewe na kuwa comfortable kwa kile ambacho nitakachokifanya na hata ninapotokea mbele za watu. Na hiki kitu tunachokizungumza ni kweli, kama wanawake wanayo tayari hiyo. Yaani mimi I wish wangejua. I wish wangejua namna ya kuitumia. Sisi tuna struggle sana wanaume. Tuna struggle sana mpaka wakufungulie milango, wakukubali. Yaani umeshafanya presentation, umeshaonyesha angalau kiasi fulani cha content. Mwanamke au binti hata kabla kuonyesha content yake tayari ameshapewa nafasi. Kweli. Na kwa upande wako na experience yako ambayo ulikuwa nayo. Ndio. Katika masuala ya package, yani kujiposition na umepita sehemu nyingi za kazi, za ajira, za binafsi. Ndio. Hipo packaging ambayo inaweza kutokea machoni pa watu ikawa ni chukizo kama unavyosema. Yes. Na inakuwaje sasa mtu anakuwa ni chukizo? Kwa mfano, kuna hawa rastas. Ndio. Mtu anatengeneza rasta zake, na anazipenda rasta. Ndio. Na nilishasikia wengine anaambiwa ili upate kazi kata rasta zako. Anakubali kubaki na rasta, anaacha kazi. Yes. Na wengine wanakata rasta, wanafuata kazi. Ndio. Katika packaging ni vigezo vipi ambavyo vinaweza vinazingatiwa hasa ili mtu viweze kumlinda akiwa ni katika upande wa rasta tuliozungumzia, na kuna upande mwingine wa tattoos
Yes. Na tukija katika hizi kazi tu za kawaida, labda nguo fupi, labda hivi na hivi, ni muonekano upi ambao unaozingatiwa ambao hautokuwa chukizo pa watu, hata uweze kuingizwa katika hivyo vijifursa na pia watu wasikuzibie vyo? Cha kwanza ni mtu mwenyewe kuangalia kwamba nipo kwenye mazingira gani, nipo kwenye maeneo gani, na kwenye haya maeneo natakiwa nijipakeji vipi. Kuna maeneo ambayo ukienda na rasta, ukienda na tattoo, watakuwa na waajabu, lakini kuna maeneo mengine watakupokea, hakuna shida. Kuna maeneo sasa hivi kwenye vyuo vingi hapa Tanzania wameweka bango kubwa sana pale getini, nguo hizi na hizi na hizi haziruhusiwi ndani ya chuo. Na hata kwenye baadhi ya ofisi wameweka kabisa hilo tangazo. Maana yake packaging hii hairuhusiwi humu ndani. Wanataka nguo ambayo labda imevuka magoti au kwa namna fulani. Kwa hiyo lazima uangalie mazingira yako. Sawa, unaweza ukawa umesoma nje ya nchi, umeadapt culture za nje ya nchi na nini, lakini bado sisi tunabaki wa Afrika. Tuna culture zetu ambazo tunazizingatia. Kwa hiyo kuna vitu fulani ukivivaa, mimi naonaga watu wengi barabarani, mtu amevaa labda cheni fulani au amevaa vikuku kama ni anklets au bracelets na nini amevaa, lakini yeye mwenyewe inawezekana haelewi kwamba mazingira anayopita vile vitu vinatafsiriwa tofauti. Inawezekana huko alikokuwa walikuwa na vichukulia sawa, lakini sasa amekuja kwenye mazingira tofauti, watu wanavitafsiri tofauti. Ndio watu wanaanza kujiuliza, kwa nini amevaa kimoja? Kwa nini amevaa viwili? Anamaanisha nini? Unaona? Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba wengine wanakusemesha kwa namna fulani ambao wanakusemesha kwa sababu jinsi ulivyojipackage. Sketi ulivyoivaa fupi, kwa hiyo mtu anaona kabisa huyu ni mtu fulani. Au umeboost maziwa. Tayari umesend message. Kwenye public speaking tunazungumzia body language. Body language inahusika. Body language anasema it speaks louder than words. Kwa hiyo packaging inazungumza kwanza kabla wewe hujaanza kutamka. Kwenye masterclass tuligusia hiki kitu, tukasema unaweza ukakutana na mtu ambaye amependeza kweli kweli. Kama ni kijana amevaa vizuri, pendeza, sasa anapoanza kuongea pointi hazikutani. Huelewi anachoongea, ndo unagundua hamna kitu hapa. Kwa package pale imekuwa tofauti na content yake. Hatukatai kwamba mazingira mengine hawatojali packaging yako, lakini angalau soma mazingira kwanza, kwamba kwenye mazingira haya natakiwa nijipackage vipi. Ukisha jipackage vizuri kulingana na yale mazingira, wakakupokea, wakakupa nafasi, ukaonyesha content yako, hata huko mbele ukaanza kubadilisha packaging yako, tayari content imeshachukua nafasi kubwa sana. Kwa hiyo watu wanatakiwa wazingatie hii. Sasa hapa tunazungumzia kwa mtu mmoja mmoja, lakini tutakuja sasa kwenye upande wa taasisi, kampuni, organization. Hiyo nayo it matters. Jinsi mlivyoipackage. Tulifanya podcast na Duka Huru. Tulikuwa tunazungumzia capacity building ya makampuni. Na akasema kwamba kuna makampuni ambayo brand image imeharibika kwa sababu ya wafanyakazi. Ukipita huko nje anasema hawa kampuni hiyo wahuni sana. Kampuni hiyo wabairi sana. Lakini nani ambaye ametengeneza hiyo package? Wale wafanyakazi. Mtu mmoja mmoja. Ndio maana tumeanza na mtu mmoja mmoja, kwa sababu mtu mmoja mmoja ndio anakuja kutengeneza timu kwenye kampuni au kwenye taasisi. Kwa hiyo kama watu kwenye timu wamejipackage vibaya, maana yake watatuma ujumbe kwenye jamii kwamba hii kampuni sisi tuko hovyo. Ndio. Kabla hatuja vuka katika hii package ya kampuni, nataka alikuwa niongelee kidogo katika issue ya kimazingira yetu ya kila siku. Kwenye hiyo package. Na nilikuuliza kuhusiana na package ili
ni kivipi unaweza ukatumia package yako katika mazingira ya watu wengine. Ndio. Tumeona pia katika labda unapotaka kwenda ukweni, wenyewe nasema kwenda kutambulishwa au kwenda kutambulishana. Ni pia unazingatia package pale. Ambapo hizo package kama utazikosea basi watakuona mtu wa ajabu sana. Na katika kuonekana mtu wa ajabu ndo tunalileta tena katika kipengele cha pili ambacho cha taasisi na makampuni. Kitendo cha kuonekana uzuri kinje katika package yenu, labda inang'aa macho, labda inapata unasikia rumors hapa na pale, si ndio? Ndio. Alafu sasa mtu anakuja katika hiyo kampuni au taasisi, hakioni kile ambacho mwanzo kilivutia kwa macho pasipo kusikia. Hii inaleta taswira gani hasa katika hizi kampuni? Sababu kama itakuwa package yako ni mbaya ama itakuwa package yako ni nzuri, lakini tunapokuja kwenye content inapokuja kuwa ni mbaya, ina maana hapo tunatengeneza sintofahamu kubwa sana. Exactly. Na hiyo sintofahamu kwa wale ambao walichokiona hicho kitu ama atakachoweza kukigundua hicho kitu, itawafanya wao wakutengeneze wewe mshindani. Na sasa kipi sasa ambacho kitakachokuwa ni bora cha kuzingatiwa katika upande wa makampuni na taasisi katika package pamoja na content. Packaging, unajua packaging inachokifanya, packaging inatengeneza expectation, inatengeneza mategemeo, inatengeneza ham fulani kabla kuja kukutana na content, hisia fulani. Kwa hiyo ukitengeneza hiyo hisia, hiyo ndio inakusaidia kama kampuni kukacha attention. Kabla hata hujazungumza huduma unayotoa, packaging yako pekee yake inawavutia watu. Kwa hiyo kama tumetengeneza package 3, moja nzuri, moja ya kawaida, nyingine nzuri sana. Kwa hiyo unaweza ukakuta kama ni chupa 3, hii mbaya hii, mtu anaweza asichukue kwanza kusoma au kuonja kilichomo. Atagusa kwanza hii nzuri na hii nzuri zaidi, aanze kwa sababu imemvutia. Sisi ni binadamu, sisi ni viumbe vya kiroho, lakini tunaishi kwenye mwili. Ndio. Kwa hiyo macho ndio yanatuongoza. Kwa hiyo ukishavutiwa na macho, unataka sasa uone kilichopo ndani. So kwenye upande wa kampuni, hata kampuni ni muhimu sana kujipackage vizuri. Sasa tunazungumzia packaging, maana yake tunazungumzia masuala ya branding. Kuanzia kwenye logo, rangi unazotumia, kama ni ofisi umeitengeneza vipi, wafanyakazi wako jinsi wanavovaa, kwenye mitandao ya kijamii, hiyo yote ni packaging. Kwamba ile taswira au ile mtu wa nje, chochote anachokutana nacho kwanza kabla kuingia ndani kupata huduma. Kama ni Duka Huru brand, anakutana na labda logo kwanza, au akija ofisini anakutana na receptionist. Kwa hiyo pale receptionist yeye amejipackage vipi kulinda brand ya Duka Huru brand. Au kama ni Road to Success, akikutana na timu yangu, wale watu wakiwa wanaongea lugha mbaya, hiyo tayari inaleta taswira kwamba Road to Success ni wahuni tu, hawaeleweki, wana maneno mabaya, vitu kama hivyo. Kwa hiyo packaging kwa vyovyote, hata kama wanasema don't judge a book by its cover, packaging ni muhimu sana. Nimewahi kwenda kwenye mkutano, na this is a true story. Huu mkutano ulikuwa wa kanisa, na mimi nimeenda pale kujifunza, kukua kiroho. Lakini jinsi nilivyokuwa nimevaa, walinipokea kama mgeni maalum. Wakanipeleka kwenye viti vya mbele, wakati nimekuja tu kujifunza tu. Wakanipaka, yani yule binti akaja akachukua begi langu, akanipeleka mpaka mbele, akanipa maji, kaniweka kwenye vile viti vya
200. Jinsi nilivyokuwa umejipaka. Sasa kuna rafiki yangu ambaye na yeye alikuja, yeye alivaa kawaida, akapelekwa huko nyuma. Sasa tulivyokuwa tunatoka, akaniuliza imekuwaje kwamba wewe ukae mbele? Unafahamika sana. Nikamwambia wala hawanifahamu, lakini jinsi nilivyokuwa nimevaa wamenichukua wakanipeleka mbele. Unapofanana napo wameona huyu inawezekana labda ni mchungaji au kiongozi kwenye kanisa fulani, au kiongozi kwenye siasa, au kiongozi sehemu fulani. Kwa hiyo wakanipeleka mbele. Packaging. Kuna dada mmoja nimewahi kumrecommend kwa rafiki yangu ana kampuni. Kwa hiyo alikuwa anatafuta mtu ambaye atafanya kama personal assistant. Akaniuliza, una binti yoyote ambaye unamjua yuko smart na anaweza akafanya hii kazi? Nikamwambia ndio. Na yule binti alikuwa ameniambia anatafuta ajira. Nikampa namba yule rafiki yangu. Yule rafiki yangu akampigia akamwambia, naomba nitumie akaunti yako ya Instagram. Hiyo nayo ni packaging. Package kubwa sana. Kwa hiyo alivyoenda kwenye akaunti ya Instagram ya yule dada, akakutana na vituko. Ndio. Akakutana na vituko. Picha anazopiga ni zile za hivi, mara niko Mlimani City, mara ninapo. Hakuna kinachoonyesha uwezo wake, ujuzi wake, ubora wake, hakuna. Akaniambia wewe siwezi nikamchukua. Package inaonyesha tayari ameshajipata. Yani huyu taswira yake aliyonionyesha hii, huyu hataweza kufanya kazi. Na kweli yule binti alikosa ile kazi. Alichokifanya ni kitu cha msingi sana. Kwa sababu kama huenda singefika kule Instagram, labda angemchukua kwa nani tu hivi. Angejidanganya mwisho wa siku. Kweli. Angepata package ile ya kuja ya muda tu ule kaja vizuri, kwa sababu ameambiwa interview na kuja naongea, akajipackage vizuri pale. Lakini badala ya pale, kumbe mbele angekuja kuwa ni tatizo kabisa. Angeharibu hata reputation nzuri ya taasisi. Kwa hiyo packaging ni muhimu. Packaging tumezungumzia kwa upana zaidi kwamba haiishii tu kwenye muonekano wako, lakini inaishia kwenye kitu chochote ambacho jamii au soko linakutana nacho kabla kukutana na wewe. Ndio. Kabla kukutana na content yako. Kwa hiyo mimi, kabla mtu hajakutana na mimi, kama ni anatafuta public speaker, anatafuta corporate trainer, kabla hajakutana na mimi, ataangalia kwanza muonekano wangu, ataangalia muonekano wa social media, ataangalia video kadhaa ambazo nimefanya. Hizo sasa zitamfanya sasa anitafute. Bwana njoo tufanye mazungumzo. Akishaona okay, packaging hii ndo mtu ambaye labda tulikuwa tunamtafuta. Sasa tuone ana vigezo ambavyo tunavitaka. Ndio. Ndo content sasa hapo inapoingia hapo. Kwa hiyo kama mwanzo tuliweza kuzungumza kuhusiana na personal katika package. Yes. Na sasa tupo katika makampuni kama taasisi katika package. Yes. Katika kiwalisia ndio na kihali jinsi ilivyo. Ndio. Katika package ya mwanzo ya personal, ile pia inaweza kuwa ni brand. Kabisa, personal brand. Lakini katika hizi taasisi hapa sisi tunazungumzia kuhusiana na business brand. Business brand, yes. Na ili brand yako ifanye vizuri, brand iende, iaminike. Ndio. Pia tunaangalia package. Yes. Na sasa ni vitu gani hasa vinatakiwa vizingatiwe kwa watu wa makampuni? Ndio. Ili kuhakikisha package inamshawishi, ili mtu atafute content. Inamshawishi mtu mpaka kija kwenye content yako sasa. Yes. Kama unatoa huduma achomoki, kama unauza bidhaa achomoki. Yapi ya kimsingi ambayo akiweza kwenye taasisi kuna vitu vingi. Kuanzia kwenye logo, kuanzia kwenye tagline, ile tagline, bio. Achana na bio, mfano road to success sisi tunasema educate, inspire and transform. Duka Huru anasema let's all win. Hiyo ni part of packaging.
kabla hata hajakutana na wafanyakazi, lakini amekutana na ile logo inazungumza moto nini, ile moto. Kuna shule zina moto za ajabu sana. Unaona? Paka unaogopa sasa. Peleke mtoto. Kwanza jina lenyewe. Unaona kabisa yani hili jina silo. Kwa hiyo hata kampuni jina peke yake linaweza likamshtua mtu. Kwa hiyo tuwe makini sana tukiwa tunatafuta majina. Kwa mtu binafsi, wazazi wawe makini wakiwa wanawatafutia watoto majina. Sasa mtoto namuita cha usiku. Shida. Sawa, inawezekana jina la babu, la bibi, lakini kumbuka huyu anaenda duniani ambapo packaging ni muhimu. Unaona? Kwa hiyo kuna majina ambayo hata yeye mwenyewe akiyatamka yeye mwenyewe kwamba najiita naitwa Baraka, ile jina lenyewe linampa nguvu, linampa matumaini. Kwa hiyo hata kwenye taasisi hivyo hivyo, kuanzia kwenye jina, logo, rangi, kama uniform wanazovaa, ikija sasa kwenye ofisi, jinsi ofisi ilivyopangilia, tukija sasa kwenye mitandao ya kijamii, nini ambacho kinaonekana kule, hiyo yote ni packaging. Kwa hiyo kabla hatujakutana na content na huduma na bidhaa, hivi vitu vya nje hivi ni muhimu sana taasisi izingatie. Sauti inayokwenda nje kuhusu hiyo kampuni, maneno yanayokwenda, hiyo yote ni packaging. Ndio. Kwa sababu hiyo ndio itawavutia watu kuja au kurudi nyuma. Hiyo yote ni packaging. Kwa swala la packaging linagusa kabisa kwenye personal na business brand. Nje ni muhimu sana. Mtu mwingine anaweza akasema sio lazima nionekane vizuri. Anaweza akasema Elon Musk anavaa t-shirt. Mark Zuckerberg anavaa jeans. Sijui yule wa Apple alikuwa anaitwa nani? Steve Jobs alikuwa anavaa t-shirt na jeans. Sawa. Lakini wale walikuwa wameshatengeneza brand.